Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa baad. Ima baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema mtume wetu, kiongozi wetu, mtume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kukaribisha kwa mara nyingine katika mfululizo wa vipindi vyetu pendwa kabisa katika chaneli hii ya KR 255 TV. Kumbuka ndugu yangu, vipindi hivi ni mfululizo wa vipindi ambavyo vinakupa elimu, vinakupa ujuzi, vinakupa maarifa ili kuweza kunufaika na kuweza kuelewa kwamba mambo haya ni mambo gani. Sasa mimi huwa najaribu kidogo kukutoa katika yale mawazo na kisasa, najaribu kukupeleka mbali zaidi. Kikubwa juu ya jambo hili, unatakiwa kwanza usome, kama sio kusoma uwe msikilizaji, na kama ukiwa sio msikilizaji basi uwe ni mwenye kuuliza. Haya ndio mambo matatu ya mtu mwenye akili, mwenye hekima. Sio mtu unaambiwa jambo fulani, badala ya kulisoma ukajua kiini chake, wewe unaingia moja kwa moja kuporomosha matusi, kuleta dharau. Nimewaambia siku zote kwamba mtu wa namna hii huwa ni mtu ambaye amefirisika kimawazo, ni mtu ambaye ana mikosi, ni mtu ambaye ana mabalaa, balai walwabai walkaati walmaradhi, vyote hivi vinakuta vinamwandama. Kwa hiyo ubongo wake unakuwa hauwazi mbali, kitu kizuri ataona kibaya, kibaya atakiona kizuri. Sasa leo mimi nakuleta katika darasa yetu kubwa kabisa, darasa ambayo ni darasa ya kiungwana. Darasa hii inaitwa Nun. Nuni ni kifupi cha neno ambalo linaitwa majunun kwa lugha ya Kiarabu. Majunun ni mwenda wazimu. Sasa kwa nini nimezungumza vitu vitatu? Nimezungumza nun, nikazungumza majunun, nikakutafasiria kwamba maana yake ni mwenda wazimu. Ni kweli kabisa. Hiki ni kitabu ambacho kinaitwa Nuni. Nuni ni kitabu ambacho kimepatikana katika nchi ya India. Mtu mmoja alikuwa ni mtafiti na mwanafalsafa, alikuwa anaitwa Gabarchor. Huyu Gabarchor katika mwaka wa 1342 alikiandika kitabu kile kwa kunukuu kitabu cha kale kabisa, kitabu ambacho kilitokana na wale majini waliokuwa katika jumba la mfalme Suleiman bin Daudi. Alipata kile kitabu, baadhi ya nakala, akakichukua kile kitabu, basi akaja zile na karatasi alizokuwa amezipata kwa ule uchache wake wa elimu aliyoupata, basi akawa ameweza kuifanyia tafiti na kuifanyia kazi. Ni kitabu ambacho kwa leo hakipatikani, ni kitabu kikubwa sana, ni cha siri sana. Hii Nun nayoizungumza leo ni talasim. Sipendi nianze kukuelezea kwamba talasim ilianzia wapi. Majini walikuwa wanaandika talasim. Talasim ni idadi ya maneno, mahesabu ambayo kwa lugha nyepesi ukiangalia, hata kama umesoma lugha, umesoma nini, huwezi ukaelewa mpaka kila kitu kinakuwa na mahesabu yake. Kwa hiyo mpaka uwe mjuzi, usome mambo haya, usome elimu hii, ndio utaweza kuelewa kwamba talasim ni kitu gani. Wako watu wengine wanaitoa katika manhaj, wanasema talasim ni ushenzi, talasim ni dhambi, ni haramu. Wako watu wanakubaliana nayo, wanachukua pale Iblis mal'un alivyokuwa baada ya kuwa watoto wa mzee Adam alayhi salatu wasalam, amemuua mwenzie Habil, kamuua Kain. Amemuua Kain, alitembea naye barabarani, baada ya muda akawa amemrudisha. Alivyorudi akawa ameshindwa amfanyeje, hajui kuzika, hajui kufanya nini. Iblis mal'un akaja na yule ndege aliyekuwa amemuua. Kuna kisa niliwahi kueleza ni jinsi gani alivyopata mawazo ya kuweza kumuua. Yule alikuja na ndege kunguru, akafika akamponda kichwa chake, kunguru yule akafa. Ndo akajua ndugu yangu nina kinyongo naye, wakati wa sadaka sipendi kulirudia hilo somo, basi akamuua kwa njia ile. Sasa baada ya wakati huo ameshatangatanga naye, akawa amerudi. Baada ya kurudi hajui amfanyeje, basi yule Iblis mal'un akaja akachimba chini akamfukia. Ndio huyo akajua kumbe hii imetokana na nini, kumbe ndio anazika hivi, na yeye akachimba. Kwa hiyo binadamu wa kwanza kuzikwa, binadamu wa kwanza kuua, binadamu wa kwanza kuweza kuandika shikeri alitoka hapo. Maana baada wakati anafanya lile tendo, huyu alikuwa anaandika shikeri, huyu Iblis mal'un. Wakati wa Nabii Adam, baba yetu, mzazi wetu. Sasa hii Nun ninayokuambia leo ni Nun ya mahaba, mahabbati.
Ndio maana ikaitwa majnun, yani mwenda wazimu. Maana ukiingia kwenye mapenzi unakuwa ni mwenda wazimu. Hii ilipatikana India ya kwanza kabisa. Hata Nabii Adam alayhi salatu wasalam alivyotupwa katika rehema ya Mwenyezi Mungu, kama mtakumbuka vizuri, yeye inasemekana kwa wale wana history wanasema kwamba aliteremka katika mji wa India, aliteremka katika nchi ya India. Na yule Bibi Hawa yeye aliteremka Jida Arabuni. Sipendi niwaeleze kwa kirefu, ninazungumzia neno nun. Hii nun ukichukua talasimu yenyewe, ukamchukua mtu ambaye unamtaka, ambaye unajua kabisa una mahabbati naye, na ndio sababu unakuta India wanaitumia sana hii talasimu, na ukiangalia mambo yao mengi unakuta wao ni mambo ya mahaba na mapenzi, na wakifunga ndoa zao sio zenye kuvunjika, ndoa zao zinakuwa ni zenye kudumu, wanatumia nun. Sasa leo wewe ambaye ni Mswahili, ambaye huna fikra, huwazi, leo unaoa mwanamke anakimbia, unaoa unafilisika, mwanamke anakimbia. Leo mwanamke anaolewa, anatupwa, anakimbizwa, unaanza kusema na mikosi, na mabalaa, nimerogwa, nimekuwa hivi. Hapana, unatakiwa utumie nun, kwa sababu hili neno la kuoana, siwaambii mambo ya mapenzi yale ya kuchuna, nawaelezea ndani ya ndoa, maana ni thawabu na ni neema. Wewe kama utamvumilia mumeo, mwanamume atamvumilia mwanamke, hii ndio umoja ambao unaweza ukakusaidia. Sasa hii nun ina taaluma yake, sio kwamba ni kitu ambacho unakitoa hadharani, lazima kina nukta, lazima kina funguo, lazima kina password. Lakini nimependa kukuelewesha kwamba nun, kwa yule anayebahatika kuweza kukipata hicho kitabu, kimeandikwa nun, ina nukta tumboni, ina siri kubwa sana hii. Leo tunaitumia huku kwetu, lakini watu wachache, tena watu wachache waliozama katika bahari ya elimu ndio wanaweza wakaijua hiyo nun. Anapoijua hiyo nun, basi hakika utamuona mwanamke anaitwa Sakina, mwanamke anaitwa nani, basi hawa wote utawaona ni wazuri kwako. Bwana anaitwa Abdalla, anaitwa Abdul, anaitwa nani, yote ni majina mazuri. Ukitumia nun, thumma wallahi, hii mambo utakwenda nayo vizuri na maisha yako yataongoka. Sasa kwa leo sipendi nikuchoshe sana, nimekueleza nukta ya nun. Ninaomba mfuatiliaji, namba ya simu ni 0749767696. Hiyo iko WhatsApp, na ukipiga vile vile sio vibaya, nitaweza kukuelewesha nini maana ya nun. Tuache mambo ya faraka. Leo kesi za ndoa zimekuwa nyingi. Mtu anaoana siku 3 nyingi, wiki moja, wanaanza kutupiana nguo nje, wanaanza kufanya nini? Sio malengo ya Mwenyezi Mungu. Malengo ya Mwenyezi Mungu tushikamane, na ndio sababu akaiweka kitu ndoa. Sasa ulimwengu umekuwa mbaya. Ulimwengu umekuwa mbaya. Nyie mnafahamu kwamba watoto hao wanawake wameumbwa kutokana na ubavu wa Adam uliopinda. Kwa hiyo wamepinda na kusamehe, na sisi tuna mambo mengi. Unakuta mwanamume huwezi kusamehe, mwanamke anakuja juu, wewe juu. Baba unamkuta amekuwa kambare, mama kambare. Sasa hii ni nyumba gani? Mpaka mtoto akizaliwa naye kambare. Sasa itakuwa si nyumba. Kwa hiyo ndugu yangu, rekebisha nyumba yako, weka mambo yako sawa sawa, familia yako itakaa vizuri bila faraka kwa kuitumia hii talasimu ya nun. Kumbuka namba kama nilivyoweza kutajia, nitaendelea na masomo mengine ili kuweza kukupa elimu katika kipindi hiki, kipindi cha Jitambue. Kwa hiyo ndugu yangu mpenzi, mpaka hapo nakwambia nifuatilie tena katika vipindi vingine. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.